Wizara ya Ujenzi nchini imemwagiza mkandarasi anayejenga daraja la Mkuyuni na barabara mbili za njia 4 wilayani Nyamagana jijini Mwanza, kampuni ya Jasco, kukamilisha ujenzi huo Januari mwakani ili kuepusha adha ya mafuriko ya kila mara usafiri inayowakabili wakazi wa jiji hilo. Mvua zinaponyesha, wananchi wa maeneo hayo hujikuta wakipata hasara kubwa ya upotevu wa mali, kushindwa kufanya shughuli zao za kibiashara na kubomokewa makazi kutokana na mafuriko yanayosababishwa na mvua hizo zinazonyesha kila msimu wa mwaka. Abdallah Ulega ni waziri wa ujenzi anayefika katika eneo hili kukagua maendeleo ya ujenzi wa daraja hilo uliofikia 75% na kuigharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 5. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuelekeza sisi viongozi tunaokuja kuzungumza na watu pamoja na kusikiliza maelezo mazuri ya diwani na ya mkuu wa wilaya, lakini vile tunatoa nafasi 1-2 hususan kwa vijana. Nataka kazi hapa ifanyike usiku na mchana. Kwa hivyo vijana wengi hapa wapo. Kama mkandarasi unataka wafanyakazi wako vijana wengi wa kufanya kazi hapa. Si ndivyo hivyo? Wapo watu wengi wa kufanya kazi wanaotaka kazi. Wapeni wa vijana kazi, mfanye usiku na mchana, mkamilishe hii kazi kwa wakati. Mwambie diwani huyu hapa. Wako hapa viongozi wa vijiji na kata. Wako hapa watendaji. Wakupeni vijana waaminifu wanaopenda kufanya kazi, waje kufanya kazi. Badala ya kuweza kuweka watu wachache na badala yake kazi inachelewa kukamilika. Fanyeni usiku na mchana. Na mwisho bwana diwani ameomba jambo kubwa hapa. Mji huu ni mji wa biashara. Na huu mji umeharibikiwa, biashara zimeanguka ni kutokana na ujenzi. Hili ni jambo la kupita, litaisha. Si ndivyo hivyo? Lakini diwani ameomba papatikane taa za barabarani. Wangapi wanasema taa zitengenezwe hapa? Basi. Bwana meneja na mkandarasi, nataka tarehe 15 nitakapokuja hapa, moja ya jambo ambalo nilikute hapa ni taa za barabarani. Watu wa Mkuyuni wafanye biashara usiku na mchana. Mnazipata wapi meneja? Changamkeni na mkandarasi wako, nataka zipangwe hapa. Kwa sababu kila jambo wao wamevumilia mavumbi, na nyie vumilieni kwa nunulia taa zije hapa. Mradi kwamba mwajiri wa mradi huu ni mtendaji mkuu wakala barabara TANROADS na mfadhili ni World Bank kama nilivyoeleza, na msimamizi ni kitengo chetu cha TEC Mwanza, na mkandarasi anayetekeleza mradi huu ni Jasia and Company Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 5,359,358. Mradi huu ulianza rasmi tarehe 13 mwezi wa 11 2024 na ulikuwa unatarajiwa kukamilika tarehe 13 mwezi wa 11 2025. Lakini kutokana na sababu kadhaa nitazieleza huko mbele, mkandarasi aliongezwa muda wa siku 76 na sasa mradi unatarajiwa kukamilika tarehe 28 mwezi wa kwanza 2026. Wananchi wanalia sasa njaa, haya maduka yote unayoyaona hayafanyi kazi, na wameshaleta kilio kwa mkuu wa wilaya mara kadhaa, na wameleta kilio hicho kwa mkuu wa mkoa mara kadhaa. Hata wiki 2-3 zilizopita alikuwa hapa, na hata waziri mkuu alipokuja kusikiliza kero za wananchi kupitia taarifa iliyowasilishwa, wananchi pia waliwasilisha, na mheshimiwa na wao umekuja. Lakini tunamwona sasa mkandarasi kama spidi yake itaendelea hivi na kwa maelekezo yako, tuna imani pengine tutaweza kupata matokeo chanya. Pengine utaleta msukumo mkubwa kwanza kwa ukamilishwaji wa daraja hili ndani ya wakati, lakini pia kwenye ile barabara ya mchepuko iweze yule mkandarasi amsimamie yule ambaye yuko idara ya mazingira kuhakikisha maji yanamwagwa kila wakati ili kuepukana na vumbi. Lakini pia isitoshe, sio huu mradi ni kuombe waziri, ni matarajio ya wanamkuyuni kupitia soko hilo wafanye biashara masaa 24, lakini kuna changamoto pia hata unajua iliko ndani ya uwezo wako. Pia wanamkuyuni wako hapa na wafanyabiashara wako tayari kusikiliza maelekezo yako, kuona kwamba endapo utaridhia hili pia taa ziwepo kwa wakati.
Baada ya maelekezo hayo kutolewa, meneja wa kampuni ya Jasco inayotekeleza mradi huo Sandrep Bach ameahidi kuwa watakamilisha mradi wa daraja hilo kwa wakati. Udhaifu wa tabaka la chini la msingi wa daraja uliopelekea kuongezeka kwa kina cha daraja na kupelekea kubadilika kwa mchoro. Mheshimiwa Waziri, pamoja na changamoto hizi, mpaka sasa tuko kwenye hatua ya mwisho wa kuanza uwekaji wa tabaka la lami kwenye barabara pamoja na uwekaji wa nguzo mlalo kwa maana ya beams. Kwenye daraja tunatarajia ifikapo Januari katikati daraja letu litakuwa limekamilika kabisa na watu kuanza kupita juu ya daraja. Kujua katikati ni sawa na tarehe ngapi? Tarehe 15 Januari, Mheshimiwa Waziri, ambayo ni siku 12 mpaka 13 kabla ya muda wetu kuisha kwa mradi. Naomba kuwasilisha, Mheshimiwa Waziri. Asante. Hilo swala la kwanza. Swala la pili. La kwanza nataka niwahakikishie tarehe 15 Januari nitakuwa hapa. Kwa hivyo bwana mkandarasi, usiku na mchana, na hatutakuongeza hata sekunde. Hatutaongeza sio dakika, hata sekunde siku ya tarehe 15 kwa sababu umeitamka wewe mwenyewe. Si ndivyo hivyo jamani? Tarehe 15 bwana meneja, mimi nakuja hapa. Nataka nihakikishe kwamba mnanikabidhi na tutafanya sherehe hapa. Si ndivyo hivyo jamani? Katika ziara hiyo, Waziri Ulega pia amekagua ujenzi wa daraja la Mabatini uliofikia 93% na kuigharimu serikali zaidi ya shilingi bilioni 6 chini ya mkandarasi wa kampuni ya Nyanza Road Works ya jijini Mwanza. Meneja wa TANROADS wa mkoa na timu, msisitizo wangu ambao nimeusema mahala kote ni kwamba hakikisheni foreni na misongamano mnaitafutia ufumbuzi kila mara. Isitokee meneja wa TANROADS na timu yako mkaizoea misongamano. Daraja hili tuseme ni mita 30 kutoka hapa mwanzo hadi kwenda mwisho kule ni mita 30. Lakini katika mradi huo umejumuisha mabox culvert mengine madogo matatu. Mawili upande huu na moja upande huu wa kwenda kuelekea mjini. Pamoja na barabara unganishi, yani approach roads mita 590 ambazo zote ni njia 4. Upana wa barabara kwa ujumla utakuwa ni mita 28.8 ambao na njia 4, njia 2 upande wa kuelekea Msoma na 2 kuingia mjini, ambazo zote kila upande una mita 7 za barabara. Ujenzi wa daraja la Mabatini unatarajiwa kukamilika Disemba 30 mwaka huu kwa maeneo machache yaliyosalia, ingawa tayari limeshaanza kutumika ili kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji. Hii ni Tanzania Habari.